kwenda kuzindika msituni. Kama unavyoona, hii ndio scene real kabisa ambayo imesheditiwa na kupangiliwa katika namna za magic. Baada ya kumwaga dawa msituni, kuna kitu kwenye mti kwa kinaonekana ni kama jamii ya hofu fulani hivi, ikawa tuangalia kitu tunachokifanya pale. Na tuliendelea kufanya mazingira ya kuweka zindiko ambalo tumeagizwa na mganga, lakini bado vile dude ndio tuangalia. Kutazama kwa umakini. Moja wapo ya scene ambayo ni scene pendwa sana katikati ya scene ya series yetu pendwa ya msitu. Baada ya kuweka dawa msituni tunaondoka, lakini ndani ya behind pia tunaendelea kuangalia mazingira tulikuwa tunajitahidi kuyaweka sawa, imradi tu yalete mvuto mzuri na ya kutia hamasa katika engo ya kuendelea kutizama series yetu pendwa ya msitu. Baada ya kuondoka lilirudi hilo gogo kujipachika na kuwa sawa. Series yetu msitu kama kutizama, ndio kumalizia series yetu. Series yetu ni nzuri sana, lakini pia tunashukuru watazamaji wote ambao wanafuatilia kazi yetu ya msitu. Tunaamini sisi bila wewe tusingeweza paka tulipo, kama unavyoona vitu vilivyomo humo ndani. Hii ni scene ambayo inaonekana Molashi kuhisi kitu, lakini pia kuja msituni kuonana na bwana bibi ambao tunalitaka bibi sisi, lakini nyinyi watazamaji tunamjua kama jina la tunamjua kwa tafsiri ya jina la msitu. Sikuona namna. Ni watu ambao wanabadilika kuwa katika engo ya miti na ikiwa mabinadamu. Na pale anazungumza naye Molashi, lakini ilikuwa ni mazungumzo tu baina ya huyu binti na Molashi. Binti anataka Molashi asichukue mamlaka ya kutumia nguvu za kichawi kuwazuru binadamu. Nguvu alizopewa zilikuwa ni nguvu za kusimamia msitu na kuweka msitu sawa, mradi tu binadamu akiingia sikosea masharti. Kwa hiyo yeye alitumia nguvu zake kutaka kwenda kumwadhibu Albert juu ya sio kutumia nguvu tulizokupatia. Kwa hiyo alipewa onyo kali na yule bwana dada ambaye ndo msitu wenyewe. Inasomeka sana kwa matendo unayofanya. Baada ya kuendelea mazungumzo na imani walielewana, na Molashi anaonekana kutii kwa maana tumpatie mtu mwingine. Anaamini kabisa kile alichonacho basi ni uwezo na uzingatie wa misitu. Maana kama unajua story kipindi inaanza walikuambia kwamba nafsi ya baba yake na Molashi ipo ndani ya msitu huu, maana aliuawa akiwa atetea miti ukatwa ovyo. Na nadhani kama nilivyowahi kuambia series yetu inafundisha sana baina binadamu kuheshimu msitu. Wanaambia unapokata mti basi itabidi upanda mti, kwa sababu miti ina faida nyingi katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo series yetu tumeamua kutengeneza kama mafundisho na kulenga jamii ili tuzunguke kwa sasa hivi isiyosameni vitu kama hivi. Baada ya kuzungumza naye binti alipotea, lakini pia tunaendelea kuangalia Molashi anamaliza sehemu yake vizuri akifikiria na kwa inapendeza sana. Nadhani baada ya hii kuna scene moja na kuletea nyingine tena pia pendwa. Kama unavyoona hadi marudio sasa imeshafanyika ya Molashi kuongea na yule bwana bibi yule dada hapo kwenye set tunaiona, lakini pia nakuhamisha kule kutoka msituni kuja nyumbani kuonekana Rizi akiwa anashutiwa akiwa anaongea na simu na mpenzi wake. Lakini akiwa anaongea na simu na mpenzi wake, kosa alilofanya ni pale tu alipokuwa anakiongea na simu akiendelea kutoboa mti. Unaona? Maana nilikuwa nasema baada ya Rizi kuongea na simu alitokea Jessica kumsemesha, lakini alipogeuka nyuma ule mti alikuwa anatoboa ulionyesha hisia mbaya ya ukasirika juu ya kutolewa maganda yale. Sini rili ndo hii hapa. Baada ya kugeuka nyuma mti ulifumbua macho na kuonyesha unaghadhabika sana kunafanyaje kutolewa magamba yake. Akiwa anaendelea kuongea na simu, mti ulitamani kutoa mkono urudishe kisasi, lakini kipindi unataka kufanya hicho kitu basi inaonekana yule binti kufika, ambao ni binti huyu hapa. Akifika wanaongea. Baada ya kuongea pale mazungumzo yalikuwa kama unavyoona, iko nyuma behind ya scene yetu pendwa. Sinashutiwa kama tunamwona naye peko makesi kwenye engo yake, anazidi kushuti scene yetu nzuri kabisa, kuipatia engo nzuri kama ambavyo umeshaiona ilikuwa imeshakamilika. Ndio ile scene iliyotoka, yani mazingira jinsi ilikuwa inashutiwa, namna ambayo ilikuwa imechanza seti kadika hiyo kushutia, na ndio Jessica ndio sasa ingie umshtue baada ya Lizi utaka kushambulia na ule mti. Kikweli tunashukuru sana kwa support yenu wapenzi watazamaji, mmetusupport kwa kubwa sana. Tunaona viewers wanaendelea kukimbia, lakini pia tunaamini sisi bana mafanikio yetu yako mikononi mwenu. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel zetu zote
Kwanza ni channel ya Naipa Film ambayo ndio inabeba kazi zote, lakini pia channel ya pili ndio channel hii ambayo itakuwa kupatia taarifa zote kutuhusu sisi behind na taarifa zetu zingine zote. Unaweza kusubscribe channel hii, ni channel ya kwangu mimi mwenyewe J4 Media. Mimi ndio J4 mwenyewe na sauti unaisikia hapa ni J4, almaarufu kama Mwalimu J4. Ili kutufuatilia tu. Scene nyingine nakuletea hapa ni scene hii hapa. Mwashi tu amekaa kitu cha ajabu sana katika pembezoni mwa msitu. Alikuja akashangaa nini kiliwaka, lakini pia baadaye ikawa kimetoweka. Akahisi ishara mbaya, alisogea lakini pia aliruka kusogea kwenda kupitia msitu. Anafika nini ambacho kimemshtua. Kitu cha kushangaza, alikutana na kitu cha ajabu sana. Hakutaka kujua huyu ni nani na anataka nini na anafanya nini. Lakini kwa kile ambacho nimejaribu kufuatilia na kuangalia siri zetu zote. Ndio amekuja amevaa nguo. Lakini anaonekana kuongea vizuri kabisa. Lakini pia ni mtu ambaye anakiweza Kiingereza vizuri, lakini pia tunataka kujua ni jambo gani lilomkuta. Na huyu uhalisia wake upoje. Yote hiyo ndani ya msitu na sisi unafanya nini kufuatilia. Scene yenyewe ndio hivyo, kipindi anaongea nacho kile kile. Haya sio maeneo yako wewe. Wanajibizana ovyo, kumbe kinakasirika zaidi, lakini nasema basi Morashi sigaga kwa shari mstaraji kwamba hiki ninachotaka wewe kudiwa vipi kuhusu ombi langu kwa vyote vile, lakini sitoweza kutoa msaada juu yake. Kwa tunaamini kabisa kuna kitu alikuwa huenda ikawa sina uwezo, alikuwa binadamu wa kawaida lakini akabadilika kuwa hivi, lakini nataka kujua sisi. Okay, tunazidi tu kuendelea kutizama siri zetu ya msitu, ili tu itupatie amri na sheria mwanga na maelezo ya kutosha juu ya kile tunachokifikiria. Ila utalijutia. Kazi ni kubwa sana, kazi ni kubwa sana. Mimi naweza kupata msaada tofauti na kwako. Zidini kufuatilia na kusubscribe channel zetu. Lengo tu ni kufikia malengo. Siwezi kukusaidia. Subscribe yako, comment yako ni vitu muhimu sana kwetu. Ndio maana tunasema kusimu mtazamaji na kuangalia hizi, basi usiache kusubscribe na kucomment. Lengo letu ni kufika mbali, so kwa hiyo tunatamani kutimiza na kufikia mashabiki wetu. Okay, fine Mr. Rachi. Tusubiri mvua inyeshe, tujue panapovuja. Kwa heri. Katika uboreshaji mkubwa wa kufanya kitu kila siku maisha ambacho akiuliza why na ndio inaonyesha kabisa kwamba maisha kishutiwa kama hivyo ndio siliko kishutiwa siti zima na nikiwepo hapo. Mimi sometimes sana nakuwa niko busy kuwashutia behind zote ambazo zinakuwa zinahusika location na wanachama walikuwa wanazipitia, ndio maana unajikuta sometimes sionekana kwenye set ya behind, kwa sababu mimi ndio nimeshika kamera hapa niko na shoot hizo behind zote. Lakini ni pendo kujuza pia mimi ni ndo story writer wa hii kazi, lakini pia mimi ndo director. Kwa hiyo hata design nafanya, makeup nafanya. Kwa hiyo kama unakuwa unahitaji usisite kunicheck kwenye namba yangu. Unaweza kutajia namba uandike. Okay, unaweza kuandika namba yangu kabisa ya kwanza ambayo inapatikana masaa yote ni 071996. Okay, no, narudia 0719009666 ndo namba yangu hiyo. 07190096 ndo namba. Ukinipigia wakati wote ni kwa. Okay. Iwe ni shughuli za kiofisi lakini. Okay, ndo kama unavyoangalia kwenye set tukiwa tunaendelea kushuti vizuri kabisa. Unapata picha nzuri kama unavyoona, tunajieleza ni picha kwenye sauti, ili tu mtazamaji kitu kwa kukwaza. Japo tunapitia wakati mgumu sana, tunazidi kukuletea kitu kizuri kabisa. Okay. Mwanzo mnamuona pale Saidi ambao mmjua jina la Robert, pale mnamuona Mr. Beno. Mr. Bernardo ndio jina lake kabisa, alisia Bernardo hilo. Okay, kazi ilikuwa ni kama hivyo, mambo yanaendelea kupita kitu kizuri. Mimi naondoka. Shukuru location namna hiyo, mambo ni mengi sana. Utaona. Imetoka. Yaani hivi usiseme na kukutana tena na mimi. Leo haya. Nashusha pumzi, stand by attention. Action, naondoka mimi. Nilijua tu hapo. Ametongoroka.
Bakula Batongo hatuwezi tukamchukua akiwa anaondoka. Anatongola. Nakuona wewe kutongola na maisha hivi. Yaani sasa mimi hapo kwenye kutongola hapo. Maana yani ni viazi fulani hivi. Unakanaga polini. Na viazi vya bila na bila nyanya. Unakatakata kitunguu tu. Unaweka na chumvi. Tokeni huko. Au unaongelea mtole nyinyi. Yaani wenyewe ukipika vipi mzee? Hauweki chumvi. Pale ulikoruka vile na ulipotua na ule uzito wako. Ulishtua vibaya yani basi tulijikaza. Unatuambia kama unatokea kwa mwamba. Kale kwa mwamba hapa hivi. Unakachezesha. Papasi na wewe sasa. Bakula Batongo. Kwa mwamba tukapiga mchezo. Tukapiga mchezo mwana. Kaweke maiki. Kaweke buku maiki. Bakula Batongo. Hapo hapo nataka nipige ya wide moja ya tatu. Niko anakuja na bakula basi. Sasa ulikuwa nalo, nikupigia kama mara 2. Mfano ndo nampigia afu naona na nili. Unaona au unasikia salio alipo? Inakata mtandao. Okay, ni baada ya kumaliza kuishuti sini yetu pendwa kabisa, tunaona wasanii wakiwa wanaenjoy lakini pia wakifurahia kuwepo location. Maana mara nyingi naweza kusema kwamba sisi hatujutii kuwepo location, japo changamoto tunakutana nazo za kibinadamu sio mbaya. Tunaangalia Morashi kimalizia sini yake, lakini pia tunamuona Jessica Amboka na mwingine anaitwa Aishat akiwa katika namna fulani ya furaha akitoa salamu kwa mashabiki zake. Mr. Ben pia kwa kamera huku akitabasamu akiwatazama vizuri mashabiki zake huku akitoa salamu ya dhati. Mimi ndo nimejifunga kabisa. Wako na katonga. Napenda. Umetoka nini? Salamu alaykum. Wanakatungura tonga. Wanakatungura tonga. Haya. Hii sasa tunapiga sanawia. Mwendo utakuwa ni ule ule. Okay. Scene iliyofuata bwana ni scene ya Akrimali. Nataka muiangalie vizuri, ile alijifanya mganga kwenda msituni kuagua. Ndio scene yake hii hapa ndio inakuja, anatembea kwa msituni, akifika sehemu akakata mti. Kwa nakata mti bwana kilichomkuta mti kuingia sana. Ngoja mkiangalie kidogo hapa tunajua tunaendelea kijana hiki. mashabiki.
Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi kwa sababu niliingia msituni, nilifanya kosa, nilikata mti, hatimaye nikaadhibiwa. Unajua ile unafanya kitu, yani unacheza na hisia, unacheza na maimo. Yani unacheza na kitu ambacho hakionekani. Kwa hiyo wewe kama msanii inabidi utengeneze mazingira ya kuona kama unacheza na hicho kitu. Kwa sababu mimi ni msanii, nilifanya kadri ya uwezo wangu, ndio maana nilionyesha uwezo wangu. Makosa yapo madogo madogo ni ya kurekebishana tu, lakini nilifanya kadri ya uwezo wangu. Kucheza na kitu ambacho hakionekani inahitaji uvae uhalisia na hisia kali sana. Ni hivyo tu. Okay, vizuri. Huyo ni Lumi, ndo sauti yake tunazidi kuisikia hapa jamani. Lakini pia tunaendelea kama alivyosema, scene alizopewa ni scene ambazo naweza kusema kwamba, yani tuseme sio yeye tu, kwa wasanii wote wanaoingia msituni wanaenda kucheza na vitu ambavyo havioni, lakini wanakuja kuviona vikiwa studio, kimaanisha kwamba editor ameshaviweka. Unajikuta kuna muda walijisahau, wakaamini kabisa wenda wakacheza kupitia mawazo yao, au kutamani sana kuuliza vitu vingi na kujua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini mbali na hapo, tumeshawatengenezea mazingira wasanii wetu, tumeshawaelekeza na vitu vingi na vienda kuvifanya sasa hivi ni vitu vikubwa sana. Kuanzia series ambazo zitakuja kuendelea huko mbele ni series kubwa sana. Bado tuko na Aklimali, Mganga Aklimali, nadhani yupo on set pale anashutiwa. Kuna scene ndo alikuwa anamaliza sasa kukata mti, ameshakosea masharti. Unaona, na imani kabisa mtaipenda, maana alijitahidi, alifanya kupitia uwezo wake wote, lakini pia hakutaka kuharibu, maana kazi inaenda. Na pia tunazisoma komenti kiukweli tu zinatufanya tubadilike sana kulingana na makosa tunayoyafanya. Unaona, huyu ni Aklimali, aliumia kweli, lakini hapa alianguka, lakini ipo kazini, atafanya nini? Lazima imalize kazi. Na lengo letu sisi ni kufanya kazi kubwa sana ambayo si kwamba itazidi kupatia furaha na ubora katika macho yako. Nadhani ukiwa unaangalia basi uwe unaridhika na kile ambacho umekifanya, sio kupoteza bando lako tu bure. Usiache kusubscribe channel zetu, comment, kushare. Mambo ni mengi sana, tuna series nyingi nishawaambia. Pia tunayo series yetu pendwa inaitwa The Last Mission, bado inaendelea. Nadhani kwa sasa hivi imetapakaa katika malabel yote nchini Tanzania. Unaweza kuipata kwa namna yoyote ile. Ushaandika tu Last Mission mtandaoni katika akaunti ya Umoja Movie, unaipata The Last Mission. Lakini pia kwenye label zote nchini inapatikana The Last Mission. Hii ni msitu, lakini hatuja kuacha mbali sana. Kuna kazi mpya itakuja ikiwa hivi punde, inaitwa Shisumo. Ni noma. Shisumo washiriki ni wale wale. Humo utamuona Lumi yumo ndani Shisumo. Last Mission pia amebeba usika mkubwa sana. Lumi amefanya kitu kizuri, na naweza kusema kwamba ni miongoni wa wasanii wanaofanya vizuri sana katika timu ya Naipa Film. Naweza kusema ni mtu wa kazi, au ni mtu wa ziada, ambao ni kama kuna namba reserve, afu na namba ambazo zinategemewa sana, zingine anafanya vitu vizuri. Kwa hiyo uwezo wake pia ni wa pekee ndani ya timu ya Naipa Film, anafanya vizuri sana. Tunaendelea kuangalia behind zinazoendelea kuoneshwa wakishutiwa Kilimali. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Lengo tu mtazamaji, ukisikia tunafanya kazi nzuri, basi jua tumepitia vikwazo vingi na changamoto nyingi. Lakini pia kwa wale ambao wanasema kwamba jamani tunachelewesha, ni kweli tunachelewesha, lakini kazi inahitaji akili na maarifa. Kwa muda mwingi sana tunaumiza kichwa, mradi tu tukuletee. Kwa uvumilieni kwa hizo episode 2 kwa wiki tunazowapatia. Pia Mwenyezi Mungu ni uwezo ambayo ametujalia tu hapa. Hatujawa na vifaa vingi kwa sababu bado tunatumia kamera moja, lakini pia kufika location, usafiri wetu bado ni changamoto. Bado tuko na Lumi location, na sijui na maswali ya kuuliza pia, au na kitu chochote cha kuongea, cha kuendelea kuongea ndani ya ndio. Mimi sina maswali wala sitaongea sana zaidi ya kuambia tu mashabiki waendelee kufuatilia kile ambacho tunakifanya na waendelee kutusapoti. Pia kwa mashabiki zangu mimi nawapenda sana wote mnamfuatilia Lumi. Msichoke kutufuatilia na pia msichoke kutuombea. Hizi kazi zina changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tunawapenda sana. Timu ya Naipa wote tunawapenda sana. Na sisi bila nyinyi sio chochote kile. Kwa sababu tunafanya kazi tukitegemea kuwa nyinyi ndio support yetu kubwa sana. Kwa hiyo Naipa bila mashabiki
hakuna Naipa bila mashabiki, ndio hivyo. Ni kweli, nazidi kukumbusha tu kwamba usiache kusubscribe, kucomment na kulike pia channel zetu zote. Hii unaitizama, hii channel ni channel ya J4 Media, ndio inayoachia behind zote za kazi zote, lakini pia kupata taarifa zetu na jumbe mbalimbali unaweza kusubscribe channel hii ya J4 Media, lakini pia kazi zetu zote zinapatikana katika account ya Naipa Films. Tuna account kama 2 na Naipa Films, lakini pia tuna account ya Naipa Media. Tunapata unaweza kupata kuziona kazi zote zile. Kama unavyoona mdada hapa pia yuko location, japo hajafanikiwa kuonekana kwenye kazi hii ya msitu, lakini kwenye Last Mission amecheza kama nesi, nadhani tulimuona. Tunazidi kumuona Kilimali akihangaika hapo, mkono umezama, unavutwa na kiumbe cha ajabu. Ngoja scene ikiisha nitakuja nikuwekee afu angalie, kwa utaangalia tukio.